Pamoja na uwekezaji huu wa teknolojia, tumeendelea kubuni huduma mahususi kwa makundi mbalimbali. Tunafahamu Mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu wafanyabiashara wengi ni akina mama na vijana, na wengi wako kwenye informal sector. Tukienda kwa kawaida hatuwezi kufikia. Kwa hiyo ilibidi tubuni huduma za kimkakati kufikia makundi mbalimbali: watoto, wanafunzi, wafanyakazi, wastaafu, wajasiriamali, taasisi na makampuni. Mwaka 2016 tulikuwa benki ya kwanza nchini kuanzisha huduma ya bima. Kama unafahamu mgeni rasmi, huduma ya bima bado iko chini, lakini pamoja na huduma za benki ya CRDB kuwa swala lao ni kutoa huduma za kifedha, bado wanaendelea kutoa huduma za kibima baada ya kuona changamoto nyingi za wateja wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, benki yetu pamoja na mabadiliko haya tunaangalia mustakabali mzima wa benki yetu, na tunaamini hatuwezi kujitenga na mabadiliko ya tabia nchi. Benki yetu ya CRDB inajivunia kuwa mstari wa mbele katika utekelezaji wa sera za mazingira, jamii na utawala bora ESG. Mwaka 2019 tulikuwa ni benki ya kwanza nchini, na hii ni benki ya kwanza ya kibiashara nchini Tanzania, East Africa na Central Africa, kwa bara Afrika, kuwa benki ya kwanza kusajiliwa na shirika kubwa duniani la mazingira GCF na kupewa daraja la kati kwa kusimamia miradi yenye kiwango cha dola milioni 200 na kuendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabadiliko ni mengi, nimetaja machache makubwa. Kama mnakumbuka, kuhakikisha kwamba tunaendelea kupata ukwasi na hasa wa muda mrefu, ukutekana kwamba benki nyingi au nchini hakuna ukwasi wa muda mrefu. Hivyo miradi inayohitaji muda mrefu inahitaji kutafuta pesa. Nafarijika kusema kwamba mwaka juzi na mwaka jana tumefanya ubunifu wa hali ya juu, ambapo tulianza kutoa green bond ya kwanza nchini. Tulikuwa na matarajio ya kupata bilioni 45, lakini mwitikio na imani kubwa tulivuka malengo na kupata zaidi ya bilioni 171 kutoka Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla ya kumaliza, kwa niaba ya bodi yetu ya wakurugenzi, ningependa kutumia fursa hii kutoa shukrani za pekee kwa wadau wetu wote, ikiwamo wanahisa wetu, wateja wetu, washirika wetu na serikali yetu kwa kutuamini na kushirikiana nasi kwa miaka 30. Ninyi ndio sababu ya mafanikio yetu. Miaka 30 iliyopita imekuwa na mafanikio makubwa, lakini safari yetu bado inaendelea, na tuna uhakika kwa pamoja tutaipeleka benki ya CRDB kwenye viwango vya juu zaidi. Ahadi yetu ni kuendelea kuwa mshiriki namba 1 wa maendeleo kwa wateja wetu na serikali yetu na wadau wetu wote wa maendeleo. Wazo la benki ya CRDB kuhusu kujenga shule ya sekondari ya mfano tulipokea kwa mikono miwili na furaha kubwa sana. Shule hii haitakuwa tu kielezo cha ubora wa miundombinu ya ufundishaji, bali pia itakuwa dira kwa shule nyingine za umma na binafsi. Hii ni zawadi ya kipekee kutoka kwa benki kwenda kwa jamii, zawadi inayojenga msingi wa taifa kwa miaka mingine 30 ijayo na zaidi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda kutumia fursa hii kuipongeza benki ya CRDB kwa kutimiza miaka 30 ya mafanikio makubwa. Ninashukuru sana wanahisa. Ninyi ndio wenye benki hii. Bila imani yenu, ujasiri wenu na maono yenu, haya yote yasingewezekana. Naomba niwahakikishie kwa Wizara ya Elimu tutaendelea kushirikiana kwa karibu na benki ya CRDB kwa maslahi ya taifa letu na kwa maendeleo ya elimu na kwa mustakabali wa watoto na vijana wetu. La kwanza ni kuendelea kufanya mageuzi ya kiteknolojia kwa kuongeza matumizi ya huduma za kimtandao ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani. Na hii inajumuisha ushirikiano na wadau wa teknolojia ya fedha ili kubuni bidhaa na huduma zenye ubora. Kuwekeza kwenye teknolojia kutapunguza gharama za uendeshaji, kutawezesha kuwafikia wateja wengi zaidi kwa muda mfupi
na hasa walio vijijini na maeneo yasiyo na matawi, na kwa watu wenye kipato cha chini au wasioweza kufungua akaunti za kawaida. Hao wataweza kupata huduma kwa njia rahisi zaidi. Aidha, ili kunufaika na teknolojia ni muhimu kuwa na rasilimali watu yenye ustadi katika TEHAMA. Lakini vile vile katika miaka ijayo, matumizi ya akili mnemba katika tasnia ya benki yanatarajiwa kuleta mageuzi makubwa na kufungua fursa mpya. Na kulingana na utafiti wa OECD wa mwaka 2020, kazi na tasnia ya benki na bima nyingi zinaelezwa kuwa zitafanyika na roboti na akili mnemba. Kwa hiyo ni vema benki ya CRDB ijipange vizuri zaidi kuanzia sasa kutumia fursa zinazoibuka kutokana na matumizi ya akili mnemba. Hilo jambo la kwanza. Nawapongeza sana kwa jitihada ambazo mmefanya katika eneo hili, lakini tunakokwenda tunahitaji jitihada zaidi. Jambo la pili, kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya TEHAMA. Hivyo, udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Jambo la tatu, rasilimali za mtandaoni, kwa Kiingereza wanaita digital assets, pamoja na teknolojia ya blockchain ni miongoni mwa mageuzi makubwa katika sekta ya fedha duniani. Hivyo mabenki ikiwemo CRDB yanahitaji kuangalia namna bora ya kujumuisha mageuzi hayo ya kifedha katika orodha ya huduma zake. Jambo la nne ambalo napendekeza kwenu board na management ni kwamba management ya vihatarishi na hitaji la kuzingatia kanuni za kifedha za kimataifa, hili nalo inabidi liangaliwe. Na sababu yake ni kuwa matumizi makubwa ya teknolojia yanaondoa mipaka ya kijiografia na hivyo kuunganisha huduma za fedha duniani. Sasa hii inazitaka benki kuu, lakini pia Tanzania Bankers Association wapitie sheria na kanuni zinazosimamia sekta ya fedha kimataifa, lakini pia ndani ya taifa letu, ili kuweza kulinda na kuepuka hatari za kupoteza rasilimali. Jambo la tano ni kuhusu ulinzi na uhifadhi wa mazingira. Nitangulize pongezi kwa benki ya CRDB kwa kazi nzuri ambayo imefanya katika eneo hili hadi sasa. Lakini kwa ukubwa wa tatizo tulilo nalo la uhifadhi wa mazingira, mabenki yamekuwa ni sehemu muhimu ya kutekeleza mkataba wa Paris kwa kuwezesha upatikanaji wa rasilimali muhimu katika jitihada hizo. Na kwa mantiki hiyo, mabenki yanahitaji kuangalia uwezekano wa kuunganisha nguvu kwa kuwa na miradi ya pamoja na taasisi nyingine za fedha ili kupata kiwango kikubwa zaidi cha fedha kuziba pengo la ufadhili wa miradi ya mazingira ambalo kwa kweli ni kubwa sana. Na ni matumaini yangu kuwa benki ya CRDB chini ya mwavuli wa Tanzania Bankers Association mtazingatia pia hii ajenda
kama ambavyo tayari mmekuwa kinara katika swala la hati fungani ya kijani.